ahadi ambayo unapewa na mtu mwenye yuko na njaa usiipe umuhimu sana. Subiria siku atashiba, ndio utaona uhakika wake, ndio utaona kama kweli alikuwa mkweli kwenye ahadi yake au alikuwa muongo. Ndio maana mtu mwenye anakuja kutafuta kazi kwako, wafanyakazi wote wakati wa mwanzo wanakuwa wanyenyekevu. Lakini baada ya kupata kazi, ameshaanza kunufaika, aishaona neema, aishakuwa na neema, ni wote wanaendelea kuwa kama walivyoanza. Isipokuwa wale ambao ni wacha Mungu, watu ambao kuna dhamira, watu ambao wanajielewa. Wakati wa mwanzo atakuja kwa unyenyekevu na ataendelea kutumika kazi yake kwa unyenyekevu, na apate mafanikio ya kiasi gani, anaendelea kwa unyenyekevu. Kwa hiyo usiwe unafanya wema kwa watu unategemea malipo kwa watu. Sio kila mtu atakukumbukaga, sio kila mtu ambaye anakuaga na dhamira ya kurejesha wema kwa watu. Maisha ndivyo yalivyo. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo katika vitu ambavyo venye usivipe umuhimu sana ni ahadi ya mtu ambaye yupo na njaa. Kwa sababu kuna watu ambao ni njaa ndio inamfanya ahidi hivyo, siku anashiba ndio uhalisia wake unarejea. Lakini kuna wale ambao wana njaa leo lakini ni watu wema, hata kesho akishiba ataendelea kukumbuka wema wapo. Tunaelewana vizuri? Ndio maisha yanakwenda hivyo. Naam.